nataka nizungumze kidogo kuhusu wito wa uwepo wa Mungu kwa kanisa. Wito wa uwepo wa Mungu kwa kanisa. Wito wa uwepo wa Mungu kwa kanisa. Na ukisoma Biblia vizuri utagundua kwamba Mungu amekuwa akiita watu wawe na ushirika naye. Toka kuumbwa kwa dunia, toka alipowaumba Adam na Eva akaweka katika bustani ya Eden, utaona kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8, Mungu amekuwa na tabia ya kuwatembelea. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa Mungu alikuwa ni Mungu wa ushirika, alikuwa anatamani kukaa na watu. Dhambi ilipoingia duniani ikaharibu ushirika ambao ulikuwepo kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa Mungu akaanza kutafuta tena watu taratibu. Na ukiendelea kusoma vitabu vya Agano la Kale, bado Mungu alikuwa anawaita watu waendelee kuwa na ushirika na yeye. Unapofika sura ya 8 unaona sura ya 6 ya Mwanzo Mungu anamuita Nuhu awe na ushirika na yeye. Unapoendelea sura ya 12 Mungu anamuita Ibrahim awe na ushirika na yeye. Kizazi chote cha Ibrahim Mungu akaendelea kukiita kiwe na ushirika na yeye. Unapokuja kitabu cha Kutoka Mungu akamuita Musa awe na ushirika na yeye. Na haikutosha, bado Mungu akampa maelekezo Musa kwamba tengeneza mahali pa kuabudia, tengeneza hema ambao nitakutana na watu, kwa sababu Mungu alikuwa akitamani kukaa katikati ya watu. Kwa kama ni msomaji mzuri wa Biblia, kusoma kitabu cha Kutoka kuanzia sura ya 25 mpaka inavyoisha, inaeleza kuhusu watu walipokuwa wanajenga hema ya kutanikia, kwa sababu Mungu alikuwa anataka uwepo wake uwe katikati ya watu. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hata sasa bado Mungu anataka uwepo wake uwe katikati ya watu. Iliyopita baba alikuwa anafundisha kuhusu Yesu kisima, na akasema kwamba kisima Yesu ni kisima ambacho kinakaribisha. Invites, anakaribisha watu. Ndivyo tabia ya Mungu ilivyo. Anatukaribisha kwenye uwepo wake. Anatukaribisha kwenye nguvu zake. Anatukaribisha kwenye matendo yake makubwa. Anatukaribisha kwenye viwango vikubwa. Mungu anatukaribisha katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu amekuwa ni Mungu ambaye akihitaji kuwa na ushirika na watu, na amekuwa akitamani uwepo wake uwe katikati ya watu wake. Ndio maana sasa baada ya Yesu kuwa amekufa msalabani, kusoma kitabu cha Yohana pale, anasema Yohana sura ya 7 mstari wa 38 na wa 39, Yesu aliposema kila mwenye kiu aje kwangu anywe, maandiko yanasema kwamba maneno haya aliyasema kwa habari ya Roho Mtakatifu ambaye alikuwa hajaja kwa sababu Yesu Kristo alikuwa hajadhihirishwa. Na Mungu kipindi cha nyuma alikuwa anawatokea watu wachache, lakini baada ya Yesu kuwa amekufa na kufufuka, akaachilia Roho wake Mtakatifu kwa ajili ya watu wote wenye mwili, ili awe uhalisia wa uwepo wa Mungu ndani ya mwanadamu. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anafanya uwepo wa Mungu uwe dhahiri katika maisha yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kusoma vizuri Biblia utaona katika sehemu zingine Roho Mtakatifu ametajwa kama malaika wa uwepo wa Mungu au malaika wa uso wa Mungu. Mfano kusoma kitabu cha Isaya sura ya 63 pale mstari wa 9 na wa 10. Mstari wa 9 anasema katika mateso yao yote yeye naye aliteswa, alafu asema malaika wa uso wake akawaokoa. Alafu ukifika mstari wa 10 anasema Roho wake Mtakatifu wakaasi wakamhuzunisha Roho wake Mtakatifu. Kwa mstari wa 9 anasema malaika wa uso wake, malaika wa uwepo wake. Alafu mstari wa 10 anasema Roho wake Mtakatifu, kumaanisha kwamba mahali palipo Roho Mtakatifu pana uwepo wa Mungu. Kwa kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako, uwepo wa Mungu uko ndani yako, kinachotofautiana kati ya mtu mmoja na mwingine ni kiwango cha uwepo wa Mungu ambacho kiko ndani yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu amekuwa akituita tuwe katika ushirika na yeye. Na kwa sababu Roho wake Mtakatifu sasa yuko katikati yetu, yuko ndani yetu, anakaa ndani yetu na anaweza kawa juu yetu pia, uwepo wa Mungu unatakiwa uwe dhahiri katika maisha yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa naposema wito wa uwepo wa Mungu kwa kanisa, maana kuna vitu ambavyo Mungu anatuita tuvifanye. Kuna maelekezo ambayo Mungu anayaachilia, kwa sababu bado shauku yake na njaa yake Mungu ni kwamba uwepo wake uwe katikati ya watu wake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unapojifunza kuhusu uwepo wa Mungu, kuna viwango vitatu vya uwepo wa Mungu. Kuna viwango vitatu vya uwepo wa Mungu. Kiwango cha kwanza kinaitwa kiwango cha Mungu kuwepo kila mahali kwa wakati wote. Na kama unasoma vizuri sifa za Mungu, utatambua kuna sifa kuu 4 ambazo zinamtofautisha Mungu na miungu mingine. Na sio tu miungu mingine, inamtofautisha Mungu na kila roho. Mungu ana sifa kama 4 ambazo zinamtofautisha na kitu chochote kile. Sifa ya kwanza ya Mungu ni uwezo wake wa kuwepo mahali pote kwa wakati mmoja. Uwezo wa omnipresence, ana uwezo wa kuwepo popote. Sisi tumekusanyika hapa, Mungu yupo katikati yetu. Ambao wamekusanyika sehemu nyingine, Mungu yupo katikati yao. Watu ambao wako nchi zingine, Mungu yupo. Hiyo ni sifa ya kwanza ambayo inamtofautisha Mungu na roho yoyote ile. Hakuna roho yoyote ile
ambayo inaweza ikawepo kila sehemu kwa wakati mmoja. Ni Mungu pekee, hata shetani naye hawezi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni sifa ya kwanza ya Mungu ambayo inamtofautisha. Sifa ya pili ya Mungu ni Mungu ambaye ana nguvu zote, omnipotent. Mungu ambaye ana nguvu zote. Alijitambulisha kwa Ibrahim kwamba mimi ni Mungu mwenyezi. Mwanzo sura ya 17 pale mstari wa kwanza. Asa mimi ni Mungu mwenyezi. Na unapojifunza hizi sifa za Mungu, utatambua ndizo sifa za Roho Mtakatifu pia. Roho Mtakatifu ana sifa hizo hizo, kwa maana ni Mungu kamili. Kwa hiyo tunaposema kwamba Mungu ana nguvu zote, Roho Mtakatifu pia ana nguvu zote. Ndio maana malaika alipomtokea Mariamu akasema na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa hiyo ni sifa ya pili ambayo inamtofautisha Mungu na roho yoyote. Sifa ya tatu ya Mungu ambayo inamtofautisha Mungu na kitu chochote, yeye ni wa milele. Hana mwanzo wala hana mwisho. Alikuwepo kabla ya mwanzo na atakuwepo baada ya mwisho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na sifa ya nne ambayo inamtofautisha Mungu na kitu chochote kile ni Mungu ambaye anajua yote, omniscience. Anajua yote. Na Roho Mtakatifu anasema, Yesu anawaambia wanafunzi wake kwenye kitabu cha Yohana 16:13 kwamba atakapokuja Roho Mtakatifu, yeye atawafundisha na kuwaweka katika kweli yote, kwa sababu anajua yote. Kitu chochote kile Mungu anajua. Maarifa yako ndani yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kiwango cha kwanza cha uwepo wa Mungu ambacho kipo ni uwezo au uwepo wa Mungu wa kuwepo kila mahali kwa wakati mmoja. Sasa uwepo hauna matokeo katika maisha ya Wakristo. Sio huo ambao nauzungumzia. Kuna viwango ambavyo nitavizungumzia hapa muda si mrefu, ambapo sisi kama kanisa tukiwa tuvitamani, na naamini Mungu atatusaidia katika jina la Yesu. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 139 mstari wa 7 na wa 8, Daudi anauliza swali kwamba niende wapi nijiepushe na uso wako. Zaburi sura ya 139 mstari wa 7 na wa 8 anasema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Anasema hata nikienda juu wewe upo, nikishuka hata kuzimu bado wewe uko, nikienda mbali wewe bado upo, kwa sababu Mungu yuko kila mahali. Amen. Uwepo wa Mungu wa kwanza, kiwango cha kwanza. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiki kiwango kina matokeo pia. Kwa mfano, mwae kujiuliza, tunasoma kwamba zipo sayari ambazo zinazunguka. Kwa nini hazigongani? Mwae kujiuliza kwa nini vitu havibadiliki? Kwa nini bahari haivuki mipaka yake? Ni kwa sababu ya uwepo wa Mungu ambao upo kila mahali. Kwa kuna vitu ambavyo vimewekewa sheria. Bahari imewekewa sheria kwa mipaka yake, kwamba isiweze kuharifu sheria yake. Majira na nyakati, Mungu alimwambia Nuhu ya kwamba muda nchi idumupo, majira na nyakati hayatakoma. Kwa msimu wa mvua inatakiwa ije mvua, msimu wa kiangazi panatakiwa pawe na kiangazi. Hivyo ni vitu ambavyo vimewekwa na vinaitii sheria ya Mungu. Amen. Hahitaji kuomba kwamba mvua inyeshe au jua liwake, kwa sababu vinamheshimu Mungu ambaye aliviweka. Ukiona vitu havijakaa sawa kwamba hakuna mvua, ujue kuna kitu ambacho kimefanyika ambacho kimemkasirisha Mungu. Alimwambia Sulemani kwamba watu watakapofanya dhambi, mbingu itaifanya kuwa chuma, hapata kuwa na mvua. Kuna dhambi ambayo imefanyika ambayo imemkasirisha Mungu, ndio maana vitu vinaweza vika disobey, vinaweza vikakataa amri ambazo Mungu aliziweka. Uwepo wa Mungu ndio ambao unafanya vitu vyote viendelee kuwa katika order. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na vitu vipo katika order popote, vitu tabia ya vitu vya asili intensity vika disobey. Haki kwamba kuna kitu ambacho kimemkasirisha Mungu, au kuna kitu ambacho Mungu anataka watu wafanye. Amen. Kwa mfano, Mungu anataka ruhusu ukame ili watu warudi mbinguni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kiwango cha pili cha uwepo wa Mungu ni kiwango cha makutaniko. Kiwango cha makutaniko, watu wanapokutana kwa ajili ya jina la Bwana. Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo 18:20 ya kwamba wawili wenu watakapopatana, wawili wenu au watatu watakapokutana sehemu yoyote kwa jina langu, asema nami nipo katikati yao. Kwa kuna kiwango ambacho kinaongezeka watu wa Mungu wanapokutana sehemu. Ndio maana Paulo alitusisitiza sana tuwe watu wa ibada, tukusanyike. Anasema msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya watu wa Mungu, kwa sababu wanajua kwamba watu wanapokusanyika Mungu anakuwepo katikati. Kuna vitu ambavyo Mungu anasema watu wanapokusanyika. Amen. Kuna maelekezo ambayo Mungu anatoa watu wanapokusanyika. Kuna tumaini ambalo Mungu anatoa watu wanapokutanika. Kuna faraja ambayo Mungu anatoa watu wanapokutanika. Amen. Kuna majibu ambayo Mungu anatoa watu wanapokutanika. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1 na wa 2 anasema walikuwepo watu katika mji wa Antiokia
Na anasema katika ule mji palikuwa na kanisa ambao walikuwa wanakusanyika na kumfanyia Mungu ibada. Walikuwa wanafunga na kuomba na ibada zinaendelea pale. Na maandiko yanasema walipomfanyia Mungu ibada pale walipokutana, Roho Mtakatifu akasema nitegeni Sauli na Barnaba kwa ajili ya ile kazi ambayo nimewaitia. Kwa Roho Baba huwa anasema watu wanapokusanyika kuna maelekezo. Kila saa unapoenda ibadani kuna maelekezo ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna majibu ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Kuna tumaini jipya ambalo Mungu anataka kulirejesha. Kuna furaha mpya ambayo Mungu anataka kurejesha. Kwa sababu jikuta umekuja ibadani una uzuri, lakini watu walipokuwa wanaendelea kumsifu Mungu, walipokuwa wanaendelea kumwabudu Mungu, ghafla unashangaa ule msifu umeondoka. Sababu kuna vitu ambavyo Mungu anavifanya watu wanapokusanyika. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kusanyiko ni muhimu katika jina la Yesu. Mshtue jirani yako mwambie usiache kukusanyika katika jina la Yesu. Kiwango cha tatu na kikubwa kabisa cha uwepo wa Mungu kinaitwa kiwango cha madhihirisho. Kiwango cha madhihirisho, manifest presence. Kiwango cha madhihirisho. Na hiki ndicho ambacho nataka nikizungumzia hapa. Kiwango cha madhihirisho ni kiwango kikubwa, namna ambavyo Mungu anataka kutembea na watu wake. Napozungumza kuhusu uamsho, uamsho ni ajenda ambayo haitakuja kuisha. Mtu mmoja alikuwa ananiuliza, akasema unazungumza sana kuhusu uamsho. Hivi kuna siku ambayo tutakuja kusikia kwamba uamsho tayari umeshakuja, hatuhitaji tena uamsho? Nikamwambia uamsho, hakuna siku ambayo tutasema uamsho umekuja, hatutaki tena uamsho. Yaani uamsho ukishakuja uamsho watu tutaendelea kuamka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu akishajidhihirisha tutaendelea kumtaka endelee kujidhihirisha zaidi na zaidi. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mambo ambayo huwa yanatokea katika hiki kiwango cha uwepo wa Mungu. Kwa mfano, unaweza kuwa umekusanyika katika ibada, alafu umekuja mgonjwa na ukaondoka ukiwa ni mgonjwa. Watu wamekusanyika, tunajua kwamba watu wanapokusanyika Mungu anakuwa yupo katikati yao. Uwepo wa Mungu unakuwa umefunika. Lakini unaweza kaja mgonjwa na ukaondoka ukawa mgonjwa. Unaweza kaja na huzuni na ukaondoka ukiwa na huzuni. Lakini kuna kitu ambacho Mungu hajadhihirisha bado kwako. Tunaenda pamoja watumishi wa Mungu. Sasa ukitaka mambo yatokee, lazima aidha mtu ambaye anaongoza ibada au anasimamia kitu fulani hapo awe na kiwango kikubwa cha uwepo wa Mungu. Amen. Tofauti na kile ambacho tumekuja nacho. Haleluya. Hiyo kitu ambacho inaweza kutokea. Tunaenda pamoja. Unaweza kuwa ni muombaji lakini bado kuna kifungo ambacho kimekufunga. Amen. Wakristo hapo wengi tu ambao wamefungwa na vifungo. Shetani anaweza kukuonea. Shetani anaweza kukuonea mtu yeyote. Familia zetu zinaonewa maeneo mengi sana. Ukitaka kutoka hapo lazima awepo mtu ambaye ana kiwango kikubwa cha kumbeba Mungu. Amen. Haleluya. Au wewe mwenyewe umtafute Mungu sana mpaka kifungo kiweze kuachia. Kwa kuna mambo ambayo huwa yanatokea Mungu anapojidhihirisha au uwepo wake wa kimadhihirisho unapokuwa katikati yetu. Jambo la kwanza ambalo huwa linatokea ni ishara na miujiza. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Anasema habari za Yesu Kristo wa Nazareth, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Unaona? Asa kama Roho Baba alikuwa juu ya Yesu Kristo, Roho Mtakatifu alimtia mafuta Yesu Kristo. Na ukisoma Luka 4:14 pale, anasema Yesu akashuka kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Habari zake zikaanza kuenea. Sasa ukirudi hapo Matendo, kama una Biblia tu tunaenda pamoja watumishi wa Mungu. Tuko pamoja? Amen. Kama una amani nipungie mkono. Amen. Kama una Biblia tu tunaenda pamoja. Ukirudi hapo Matendo 10:38 anasema kwamba Roho Mtakatifu alimtia mafuta Yesu Kristo, akaanza kutenda kazi njema, akaponya watu walioonewa na ibilisi, akahubiri injili, akawafungua waliofungwa. Hapo anasema kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Ndivyo anapomalizia hapo. Kama Biblia yako imeandika hivyo. Sasa kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja naye. Na kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye, kuna vitu ambavyo vilianza kutokea. Maisha ya Yesu yakawa maisha ya ishara na miujiza. Akawa akienda sehemu akikutana na mgonjwa, wagonjwa wanapona. Akihubiri injili, neno la Mungu linadhihirika katika nguvu na katika uwezo. Waliofungwa na ibilisi, maandiko yanatuambia kwamba aliwafungua. Matendo makuu yalifanyika katika huduma ya Yesu. Huduma ya Yesu ilikuwa imejaa miujiza. Na Yohana anatuambia yako mambo mengi sana ambayo Yesu aliyatenda, ambayo kama kila jambo ambalo Mungu alitenda angesema aliandike kusilitosha, vitabu visitosha. Kwa maisha ya Yesu yalikuwa ni maisha ya ishara na miujiza, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja naye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kitu cha kwanza ambacho kinatokea pale ambapo uwepo wa Mungu umemfunika mtu, kuna maisha ya ishara na miujiza.
kuna muujiza ambao unatokea. Unaweza ukashangaa pote kwenye gari alafu lote watu wote wamepata ajali alafu umetoka hata hujachunguliwa. Tunaenda pamoja watumishi wa Mungu. Wakina Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa kwenye moto lakini wakatoka hata moshi hawana. Huo ni muujiza. Wakina Daniel watupo kwa tundu la simba wanawaogopa. Haiwezekani kwa kitu cha kawaida. Kwa maisha yetu yatakiwa yawe maisha ya ishara na miujiza katika jina la Yesu. Hallelujah. Kitu cha pili ambacho kinatokea, kuna ulinzi. There is coverage, protection. Ulinzi wa kimungu ambao unakuwa juu ya watu wa Mungu. Ulinzi wa kimungu ambao unakuwa juu ya watu wa Mungu. Kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 21. Naomba tusome wote hapo. Yohana 11:21. Sura ya 11 kitabu cha Yohana inaeleza kwa habari ya Lazaro aliyekufa siku 4 kaburini. Kwa Yesu akachelewa kwenda. Alipochelewa kwenda, alipokuwa mgonjwa Yesu hakwenda. Baadaye amekufa ndipo akaenda. Asa mstari wa 21, Martha anamwambia Yesu. Amemwona Yesu amekuja pale msibani. Akamfuata Yesu akamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo. Watumishi wa Mungu tunaelewana? Amen. Anasema kama ungalikuwepo. Anasema ndugu yangu asingekufa. Hangalikufa. Kwa alijua ya kwamba sio tu ugonjwa ambao umemuua Lazaro. Sio tu ugonjwa ambao umemuua Lazaro. Kilichomfanya Lazaro afe ni kwa sababu Yesu hakuwepo. Maana anasema kama ungalikuwepo ndugu yangu asingekufa. Unaona? Kiwango hiki cha madhihirisho cha uwepo wa Mungu, kati ya kitu kingine ambacho huwa kinaachiliwa ni protection. Ulinzi wa kimungu unakuwa juu ya watu wa Mungu. Ulinzi wa Mungu anakuwa anakulinda. Adui hawezi akakuletea vitu vyake. Hakuna kitu cha kipepo ambacho kinaweza kikaachiliwa kwa sababu tu Mungu yuko pamoja na wewe. Ndio maana Martha alitambua kwamba Lazaro hajafa tu kwa sababu ya ugonjwa. Amekufa kwa sababu Yesu hakuwepo. Kama Yesu angekuwepo basi asingekufa kwa ugonjwa. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hapa duniani ambapo tunakaa kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea vya kukukatisha tamaa, vya kukuvunja moyo. Lakini usiogope ikiwa tu uko na Yesu moyoni. Amen. Nasema usiogope kama tu uko na Yesu moyoni. Haleluya. Unaweza ukaumwa ugonjwa ambao madaktari wanakuambia utakufa. Lakini ikiwa tu uko na Yesu, unatambua kwamba ugonjwa hautakuwa kwa sababu tu uko naye. Amen. Unaweza ukasikia kuna taarifa mbaya ambayo imetokea. Unaweza ukasikia kuna ugonjwa mbaya ambao umetokea Tanzania. Lakini kwa sababu tu uko na Yesu, hautaogopa. Kwa sababu uko na Yesu katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kati kitu kingine ambacho yatokea kwenye uwepo wa kimadhihirisho wa Mungu ni kwamba kuna maisha ya kiulinzi ambayo Mungu anayaachilia. Maisha yetu yanakuwa yanalindwa na nguvu za Mungu. Kitu kingine ambacho kinatokea ni amani na utulivu. Amani na utulivu. Kuna utulivu wa kimungu ambao Mungu huwa anaachilia kwa watu wake. Yesu aliwaambia hivyo wanafunzi wake, duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu na nyinyi mtashinda. Kwa Yesu alitokishia kwamba hapa duniani kuna mambo ambayo yatatokea confuse. Yatatuchanganya, kuna vitu ambavyo vitatokea vitakuchanganya. Lakini kati ya kitu ambacho huwa kinafanyika au uwepo wa Mungu huu wa kimadhihirisho unapokuwa juu yako, kuna utulivu wa kimungu ambao unakuwa moyoni mwako. Musa alipomwomba Mungu, kitabu cha Kutoka 33:14, Mungu alimwambia kwamba uwepo wangu utaenda pamoja na wewe, nami nitakupa raha, nitakupa utulivu, nitakupa amani, shalom, nitakupa amani. Kwa kuna vitu ambavyo vitatokea katikati ya watu ambavyo vitakuwa ni vitu vya kuchanganya. Kuna watu ambao mambo yakibadilika, vitu visipoenda sawa wana panic. Hawana utulivu. Hawana utulivu. Hawana utulivu. Kuna watu ambao kikitokea kidogo tu hana amani kabisa, hapa kariki. Hawezi kufanya kitu chochote, hawezi kumwambia, hawezi kwenda hata ibadani. Mungu anatuita kwenye uwepo wake. Amen. Mungu anatuita kwenye uwepo wake katika. Amen. Unakuta kuna mambo ambayo yanafanyika hata uelewi. Kuna vitu ambavyo vinatokea, kuna mambo ambayo yanahitaji pesa nyingi, hujui utafanyaje. Hujui utafanyaje, unataka kufanya kitu hujui unaendaje. Biashara inakwamburukuka huko, mambo hayaeleweki. Usisahau kwamba uwepo wa Mungu ukiwa pamoja nawe unakupa utulivu. Amen. Na ujifunze kutulia. Maandiko yanasema unapotulia utamjua Mungu vizuri, utaisikia sauti ya Mungu vizuri. Tulia na kujua kwamba mimi ni Bwana. Watu wengi hawana utulivu na kwa hiyo hawezi kumsikia Mungu. Panapokuwa na mambo mengi yanaendelea huko, huwezi kumsikia Mungu.
Elia alikaa pale akaona mvua inakuja, hadi inakuja, tetemeko linapita. Mungu anakuwa katika utulivu. Amen. Mungu alisema roho Mungu alitulia juu ya vilindi vya maji. Unaona? Mwanzo 1:2 pasama roho Mungu alitulia. The Spirit of God hovered. Alitulia, aliatamia kwa utulivu. Au katungia sema alitembea taratibu. Unaona? Kwa roho Baba ni roho ya utulivu. Amen. Kwa uwepo wa Mungu akimadhirisho unapokuwa na wewe, kuna utulivu ambao unakuwa ndani yako katika jina la Yesu. Amen. Kingine ambacho kinatokea uwepo wa Mungu unapokuwa pamoja na wewe, unaweza ukausikia kwa mwili wako. Sasa hapa lazima umejizoeza kumsikia Mungu. Kwa Roho Mtakatifu anapokuwa anataka kuwatumia watu katika karama za nguvu. Unajua kuna karama 9 za Roho Mtakatifu. Kuna karama 3 za kuongea, karama 3 za kutumia nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako, na karama 3 za mafunuo. Kwa hizo karama 3 ambazo zinahitaji kutumia nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yako ni karama ya imani, matendo ya miujiza na karama za kuponya. Tuko pamoja mpaka hapo watumishi wa Mungu? Kama tuko pamoja nipungie mkono. Sasa kuna karama 9 za Roho Mtakatifu. 3 za kuongea ambao ni neno la unabii, kunena kwa lugha na tafsiri za lugha. Alafu 3 za kutumia nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yako, imani, matendo ya miujiza na karama za kuponya. Alafu 3 za kufunua, za mafunuo ambazo Mungu anatakiwa kufunulie. Neno la maarifa, neno la hekima pamoja na kupambanua roho. Sasa wale ambao wanatembea katika karama za kutumia nguvu za Mungu, kama umejizoeza kumsikia Mungu, kwa mfano Mungu anataka kusema kwamba kuna mgonjwa ambao yupo katikati yetu, anataka aseme na wewe, anaweza akaachilia ishara kwenye mwili wako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusikia kama kitu kinauma moyoni pa. Baba vile alivyosema kilopita, usikie kama kuna kitu kinagonga moyoni pa. Alafu hapo kwa neno la maarifa anakusemesha kwamba kuna mtu ambaye ana shida kwenye kifua. Tunaenda pamoja. Unaweza kumsikia Mungu, kasi God. Unaweza kumsikia Mungu. Unaweza kumsikia Mungu, anaweza kukupa ishara kwenye mikono yako. Mungu anaweza kukupa ishara kwenye miguu yako, ishara kwenye macho yako. Kwa uwepo wa Mungu ukiwa pamoja naye, you can easily hear God. Unaweza kumsikia Mungu kwa urahisi. Amen. Tunaenda pamoja? Amen. Hapa mpaka ukae na Mungu kwa muda mrefu kidogo. Hauwezi ukafikia kiwango tu kirahisi. Wale watu waliokuwa wanaenda katika mji ule wa Emmaus, alitabu cha Luka sura ya 24. Mstari wa 13 unakutana na Yesu. Ukifika mstari wa 30, 31 mpaka 33 pale, Yesu alikuwa anaongea nao lakini alikuwa hajajifunua bado. Alafu alipoondoka, amemega mkate akaondoka. Wakasema, hivi mioyo yetu haikuwaka alipokuwa anasema nasi? Unaona? Kuna kitu ambacho alikisikia mioyoni mwao. Kuna kitu ambacho walikisikia ndani ya moyo. Yesu alikuwa katikati yao. Hawakumtambua. Hawakujua kwamba huyu ni Yesu. Lakini uwepo wake ulikuwa unapanda kwenye mioyo yao. Mioyo yao ilikuwa inaungua, wanasikia kama vile kuna kitu cha tofauti. Ndio maana nasema mioyo yetu haikuungua alipokuwa anasema nasi. Kuna wakati unaweza ukakaa na Mungu, labda unakaa kwenye maombi, ghafla uwepo wa Mungu unakufunika, unausikia upendo wa Mungu umekuja juu yako. Unasikia vile mtu amekukumbatia hivi. Umefunikwa na blanketi fulani katikati ya baridi. Yaani unaweza kumsikia Mungu. Kuna wakati unaweza kumwomba Mungu toba mpaka ukaona kama Mungu anacheka, yaani hapa nimeomba mpaka Mungu anafurahi. Kuna viwango ambavyo kanisa tunatakiwa kufika katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lini mara ya mwisho umemsikia Mungu? Lini mara ya mwisho umemsikia Mungu akikugusa? Ulipokuwa mwenyewe unaomba, umemsikia Mungu lini? Unaweza kuona mtu anagaragara analia. Kuna kitu ambacho umekipata kwa Mungu. Wakati mwingine Mungu anakufunulia juu ya upendo wake ulivyo kwako. Hauwezi hata kueleza. Hauwezi kufananisha na kitu. Kuna uwepo ambao unakuwa unakufunika. Hauwezi ukalinganisha elimu ulionao na upendo wa Mungu. Hauwezi ukalinganisha fedha ulizonazo na upendo wa Mungu. Hauwezi kulinganisha biashara ulionayo na upendo wa Mungu. Amen. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka tuvisikie. Amen. Kuna uwepo ambao Mungu anataka tusikie. Tukiwepo imani mwake, kuna vitu ambavyo Mungu anataka tumsikie. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Kitu kingine ambacho huwa kinafanyika uwepo wa Mungu unapokuwa pamoja na wewe ni uharibifu kwa adui zako. Uharibifu kwa adui zako. Uharibifu kwa adui. Mungu anapokuwa pamoja na mtu huwa haruhusu adui zake wainuke. Sababu napo pia utakiwa ujizoeze kukaa na Mungu. Ujizoeze kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu sio kitu cha siku moja, ni kitu ambacho unakifanya kama maisha yako. Ni safari, unaendelea kutembea naye siku kwa siku. Wakati kitu ambacho kinafanyika Mungu anapokuwa pamoja na mtu, adui hata muonea.
Anamwambia Daudi kwamba adui hata kuonea, utawakanyaga nyoka na mwana simba. Unaona? Ukisoma vizuri habari ya wana wa Israeli walipokuwa wanatoka ile nchi ya Misri kwenda nchi ya ahadi, kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 14. Ukifika mstari wa 9 kuna kitu ambacho utakigundua pale. Alipokuwa anawatoa Mungu kutoka katika nchi ya Misri, jeshi la Farao lilikuwa linakaribia kuwafikia. Kama unajua, wao walikuwa wanaenda kwa miguu, Farao na jeshi lake walikuwa wanaenda kwa magari, kwa farasi. Walipokaribia kuwafikia, maandiko yananiambia hivi kwamba yule malaika ambaye alikuwa amekaa mbele ya jeshi la Israeli alitoka mbele yao akaja nyuma yao. Haleluya. Alitoka kule alipokuwa anawaongoza. Amen. Wamefika kwenye bahari ya Shamu, wanamlilia Mungu. Adui anataka kuwakaribia. Farao na jeshi lake anataka kuwakaribia kuwakamata. Amen. Maandiko atuambia malaika akatoka mbele. Na unajua uwepo wa Mungu ulikuwa unajidhihirisha kwa nguzo ya wingu wakati wa mchana, na usiku nguzo ya moto. Kwa hiyo ule ulikuwa ni wakati wa usiku. Maandiko atuambia alitoka mbele yao, akaja nyuma yao, akaongeza giza huko upande wa adui. Giza likawa kubwa upande wa adui. Wakapigwa upofu. Natangaza katika jina la Yesu, adui zako wapigwe upofu. Adui wa watoto wako wapigwe upofu katika jina la Yesu. Adui wa kazi yako wapigwe upofu kwa jina la Yesu. Adui wa huduma yako wapigwe upofu kwa jina la Yesu. Yule malaika alitoka kaenda akaongeza giza. Maandiko atuambia kwamba giza likawa nene. Haikuishia hapo tu. Walipoachiliwa kwamba taifa la Israeli limeanza kwenda mbele, wameanza kuvuka ile bahari, Wamisri nao wakasema sisi tutaenda, tutavuka. Walipoanza kuvuka, maandiko yanatuambia kwamba magurudumu yao yakawa mazito. Hakuweza kwenda kama vile kawaida. Kuna namna ambavyo Mungu akiwa pamoja na wewe, wanakukimbiza hata kama wanakimbia kiasi gani, hawezi kukukamata katika jina la Yesu. Hawezi kukukamata katika jina la Yesu. Haleluya. Walikuwa wanapita katikati ya bahari ya Shamu. Taifa la Israeli liko huko bado halijatoka. Farao na jeshi lake naye amesema ngoja na sisi twende tukawakamate. Maandiko sasa Mungu akaleta utisho. Wakatambua kwamba Mungu yupo katikati ya watu wake. Natamka utisho katika jina la Yesu. Vijana wa Mungu tutembee na utisho katika jina la Yesu. Wadada na wakaka watembee na utisho wa Mungu. Wamama watembee na utisho wa Mungu. Wababa watembee na utisho wa Mungu. Haleluya. Mungu anapigania. Mungu anapigania. Sasa wamekuja kushtukia dili, lakini wapo katikati ya maji. Wamechelewa kushtukia Bwana. Hawakutambua kwamba Mungu anawapigania. Acha Mungu ainuke. Nasema acha Mungu ainuke. Acha Mungu ainuke. Kwa sababu Mungu akiinuka maadui wanatetemeka. Mungu akiinuka maadui wanatawanyika. Mungu akiinuka mifumo inabadilika. Mungu ainuke katika jina la Yesu. Mungu ainuke kazini kwako katika jina la Yesu. Mungu ainuke, Mungu ainuke, Mungu ainuke, Mungu ainuke. Lift your eyes. Acha Mungu ainuke. Adui zetu wale adui wa Mungu. Wanaotufuatilia wakutane na malaika wa Bwana. Wanaofuatilia maisha yako wakutane na malaika wa Bwana. Wanaofuatilia kazi ya Mungu hapa wakutane na malaika wa Bwana. Wakutane na nguvu za Baba. Acha Roho Baba ainuke. Mungu aliinuka katika maadui wakatetemeka. Maadui wakaangamia. Tunatangaza maangamizo ya adui. Tunatangaza maangamizo ya adui. Adui aliyekaa juu ya Malawi ya Tanzania, tunamtangazia maangamizo. Adui aliyekaa katika viti vya enzi, tunamtangazia maangamizo. Mungu anainuka kwa ajili ya watu wake. Amen. Haleluya. Mungu katikati ya watu wake. Kuna wito wa uwepo wa Mungu. Sababu kuna mambo ambayo yanatokea Mungu anapokuwa katikati ya watu wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna vitu ambavyo Mungu anatuita katika hivyo ili uwepo wake upate kuweza kudhihirisha imani zetu. Amen. Mungu anatuita katika mambo gani? Mimi nasema wito wa uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu is an atmosphere that can be created. Uwepo wa Mungu ni hali ambayo inaweza kutengenezwa. Unaweza kutengeneza mazingira ya uwepo wa Mungu katika maisha yako. Amen. Unaweza kutengeneza mazingira ya uwepo wa Mungu katika kazi ambayo unaifanya. Mwanafunzi ambaye unanisikiliza, unaweza kutengeneza mazingira ya uwepo wa Mungu katika masomo yako. Amen. Nasema mwanafunzi unaweza kutengeneza uwepo wa Mungu kwenye masomo yako. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu ambavyo Mungu anapita. Kitu cha kwanza ambacho Mungu anapita katika hicho, katika eneo la utakatifu. Amen. Na kujitenga kwa ajili ya Mungu. Amen. Utakatifu na kujitenga kwa ajili, sababu hivi vyote vinaenda pamoja.
Hapo kitu kinachoitwa kitakatifu maana yake kimetengwa kwa ajili ya Mungu. Kuna vyombo ambavyo vilikuwa ndani ya hekalu ambao maandiko yanasema hivi vyombo vilikuwa vitakatifu. Vilikuwa vimetengwa kwa ajili ya Mungu. Vikombe vilikuwa vimetengwa kwa ajili ya Mungu. Ndio maana Belshaza alipojaribu kutumia vikombe ambavyo Mungu aliviagiza kwamba wasivikuse, wasivitumie, Mungu akakasirika. Mkono kaandika ufalme wako umepigwa kwenye midani. Muonekana kwamba umepungua, umegawanywa kwa Amedi na Uajemi. Mene tena Peresi. Kwa sababu vile vitu vilikuwa ni vitakatifu. Amen. Kwa Mungu anatuita katika utakatifu ili atukuishi kwake katika maisha yetu. Hallelujah. Hiki ni kitu cha kwanza, uwezo wa kukaa na Mungu mtakatifu kama wewe sio mtakatifu. Mungu mwenyewe alikoko amejitenga. Anaitwa Mungu ambaye amejitenga na ubaya, amejitenga na dhambi, amejitenga na kitu chochote. Hata malaika wake tu wanaogopa kumwangalia isipokuwa wale maserafi. Makerubi ambao wanalinda kiti chake cha enzi. Na wanakuwa naye muda wote. Mungu ni mtakatifu. Amen. Nataka tuweze kutembea katika hivi viwango vya uwepo wa Mungu. Utakatifu is number one point. Ni point ya kwanza. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 16 mstari wa 16 na wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 16 na wa 17. Atuambia sisi ni nyumba ya Mungu. Mungu anataka kukaa katikati yetu. Mungu anataka kutembea katikati yetu. Sasa kuna kitu ambacho Mungu anakiagiza. Anasema kwa hiyo, huu ni mstari wa 17. Anasema tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Hallelujah. Toka kati yao, jitenge nao. Usiguse chochote kilicho kichafu. Usifanye chochote kilichochukizwa kwa ajili ya Bwana. Asema naye atakukaribisha. Amen. Mungu anakaribisha watu. Hallelujah. Mungu anakaribisha watu kwenye uwepo wake. Hallelujah. Kitu cha kwanza ambacho anataka ni kwamba tuwe watakatifu. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha pili ambacho Mungu anatuita katika hicho ni unyenyekevu na moyo uliopondeka. Unyenyekevu na moyo uliopondeka. Hivi tu vinaenda pamoja. Unyenyekevu kwa Mungu ambaye haumuoni na kwa watu ambao unawaona. Watu ambao Mungu amewapa mandate. Watu ambao Mungu amewapa mamlaka. Watu ambao Mungu ameweka mbele yetu. Unyenyekevu na moyo uliopondeka kwao. Mungu anainua watu kupitia watu. Mungu anafanya mambo makubwa kupitia watu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 34:18 anasema Bwana yu karibu nao waliopondeka moyo. Bwana anafanya uwepo wake karibu kwa watu ambao wamepondeka moyo. Tena anasema kwenye Isaya 66 pale 2, mtu huyu ndiye ambaye nitamwangalia. Mtu mnyenyekevu, mpole ambaye anaweza akatetemeka anaposikia jina la Bwana, anaposikia matendo ya Mungu. Mungu yuko karibu na watu wanyenyekevu. Ukitaka kutengeneza mazingira ya uwepo wa Mungu, lazima ujifunze kuwa mnyenyekevu. Kwa watu ambao Mungu amekupa, kwa watu ambao Mungu ameweka mbele yako, na kwa Mungu mwenyewe. Hiki ni kitu ambacho kiepukiki. Maandiko yanasema kiburi utangulia kabla ya uangamifu. Kinyume cha unyenyekevu ni kiburi. Unapoinua kiburi ndani yako, Mungu hawezi kutembea na wewe. Tena maandiko yanasema sio shetani ambaye atakupinga, anasema Bwana anawapinga wenye kiburi, bali wapa neema wenyenyekevu. Kwa ni Mungu ambaye atakupinga, ni Mungu ambaye atakuzuia. Hautaji mtu kuzuia, ni Mungu mwenyewe ndiye ambaye atakuzuia. Mungu anawapinga wenye kiburi, bali wapa neema wenyenyekevu. Hicho ni kitu cha kwanza hicho. Kitu cha pili. Kitu cha tatu ambacho nacho kinaenda sambamba, ni kama pointi mbili ambazo zinaenda sambamba, ni kumpenda Mungu na kuzitii amri zake. Kumpenda Mungu na kuzitii amri zake. Anapotuita Mungu kwenye uwepo wake, anapotuita kwenye uso wake, anapotaka mafuriko ya Baba ya Roho wake Mtakatifu yatembee katikati ya watu, kati ya kitu ambacho Mungu anakitaka katikati yao ni kumpenda, na atakapompenda wazishike amri zake. Yohana 14:15 Yesu anambia mkinipenda mtazishika amri zangu. Hauwezi ukasema unampenda Mungu wakati amri zake uzishiki. Kuna vitu ambavyo Mungu ameagiza katika neno lake. Kuna mambo ambayo Mungu tayari ameshasema, hahitaji kusema tena. Kwa hapo unagundua kwamba watakiwa uwe na neno la Mungu kwa wingi ndani yako. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako katika hekima na maarifa yote. Ujue Mungu anasemaje. Ujue sheria zake. Kama unataka kuona uwepo wa Mungu kwenye biashara, sheria za Mungu ndio biashara anasemaje. Sheria zake za sadaka kwenye fungu lako la 10, unamheshimu Mungu kwa sadaka yako. Kama umheshimu hata kwa fungu lako la 10, 5,000, 10,000 unaoipata, hawezi akatembea na wewe. Adui atakuonea, hahitaji maombi. Hahitaji kuomba hapo kwamba shetani kwa nini unanionea. Anasema usipotoa fungu la 10 adui atakuja ataiba. Yaani kitu ambacho kipo tu. Malimbuko, sadaka za upendo. Ni vitu Mungu ameongea mambo mengi sana. Mungu amesema mambo mengi sana. Anasema kama unampenda Mungu,
kiashiria cha kwamba unampenda Mungu ni kuzishika amri zake. Anasema hivi, nanyi mkipenda mtazishika amri zangu. Ukisoma hiyo Yohana hapo 14:21, kuna kitu ambacho Yesu anakiongea, kitu kizuri sana. Yohana 14:21 anasema, yeye aliye na amri zangu na kuzishika. Yeye aliye na amri za Yesu na kuzishika. Sio tu wewe na neno la Mungu, bali pia ulishike, utembee katika hilo. Anasema yeye ndiye anipendaye. Huyo ndiye ambaye anampenda Yesu. Anasema naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda. Hapo anamalizia kitu cha msingi sana, kwamba sio tu atapendwa na Baba yangu, sio tu kwamba mimi nitampenda, lakini pia nitajidhihirisha kwake. Amen. Atajidhihirisha kwake. Soma hapo Biblia yako imeandika. Anasema yeye atajidhihirisha kwake. Napotaka madhihirisho ya kanisa, neno la Mungu aliepukiki. Napotaka uamsho kwamba Roho Baba atembee tena, kuzishika amri za Mungu ni kitu ambacho kanisa linatakiwa lisisitize. Amen. Kuzishika amri za Mungu ni kitu ambacho ni cha lazima. Yesu hawezi kujidhihirisha kama sio mtii kwa amri zake. Hawezi, utakuwa mvurugaji katika ufalme wa Mungu. Amesema hivi, wewe utafanya hiki. Atajidhihirisha kwa watu ambao wanampenda na kuzitii amri zake. Mungu anatuita kumpenda. Mungu anatuita kumpenda. Mungu anatuita kumpenda. Mpende Bwana Mungu wako. Mpende kwa moyo wako wote. Sasa mpende Mungu. Mpende sana Mungu. Yapo mambo mengi ambayo yanapendeza hapa duniani, lakini hakuna zaidi. Dunia itakwambia mambo mengi sana kuondoa upendo wako kwa Mungu. Na maandiko yanatuambia kwamba ukipenda dunia na mambo yaliyomo ndani yake, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Sasa usipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Usipende dunia. Vijana msipende dunia katika jina la Yesu. Vijana msipende dunia katika jina la Yesu. Iko mifumo mingi ambayo inatoka katika shimo la kuzimu ambayo inaachiliwa duniani. Yako mambo mengi ambayo shetani ana manipulate, anayatengeneza, anayaachilia duniani. Ziko style nyingi, ziko fashion nyingi ambazo shetani anazitengeneza na kuzileta duniani. Ukishaona unaanza kuenenda nazo, tambua kwamba upendo wa Mungu haupo ndani yako. Na kama upendo wa Mungu haupo ndani yako, ukumbuke Yesu hawezi kujidhihirisha ndani yako. Unataka madhihirisho, lazima ukubali kumpenda Mungu. Katika hali yoyote ukubali kumpenda Mungu. Ukubali kung'ang'ania msalaba wa Yesu. Katikati ya watu ambao wanamkashifu Yesu, ukubali kung'ang'ania msalaba wa Yesu. Ukubali kubeba msalaba wa Yesu. Kanisa, tukubali kubeba msalaba wa Yesu. Tukubali kumpenda Yesu. Yeye alitupenda kwanza, akautoa uhai wake kwa ajili yetu. Na sisi imetupasa kumpenda. Imetupasa kubeba msalaba wa Yesu. Katikati ya hali zote, katikati ya mazingira yote, tung'ang'anie msalaba wa Yesu. Katikati ya hali zote, kanisa ng'ang'anie msalaba. Msalaba kwa waamini ni nguvu ya Mungu. Utakapong'ang'ania msalaba, nguvu za Mungu zitatembea. Kama unapong'ang'ania msalaba, kuna nguvu ya Mungu ambayo itatembea. Kijana, unapong'ang'ania msalaba, nakwambia tu itachukua muda kidogo tu, Roho Baba ataanza kujidhihirisha katikati yao. Watu wataanza kumwona Roho Baba. Ng'ang'ania msalaba. Pende Mungu. Pende Mungu. Amen. Pende Mungu. Kitu kingine ambacho Yesu anatuita kwa ajili ya uwepo wake kuwa manifested, kwa ajili ya uwepo wake kudhihirika, ni maisha ya kiu kwa ajili ya viwango vikubwa vya Mungu. Kiu kwa ajili ya Mungu. Kiu kwa ajili ya Mungu. Hii ni eneo la msingi sana. Unapoanza kutembea na Mungu, kuna vitu ambavyo Mungu anaweza kujidhihirisha alafu kaona umefika. Mungu anaweza kufanya vitu kaona kama umetosheka. Kuna watu kwenye Biblia ambao walikuwa na kiu, wewe waling'ang'ania Mungu. Watu walikuwa na kiu. Umewahi kumsoma vizuri Yoshua ambaye alikuja baada ya Musa. Yeye jamaa alikuwa sio mtu wa kawaida. Mungu akumuinua kwa bahati mbaya tu. Alikuwa ni msaidizi wa Musa. Musa anakaa mlimani siku 40, yeye anakaa chini anamsubiria. Sio hapo tu. Ukisoma Kutoka sura ya 33, mstari wa kuanzia 13 pale, 11 hadi 13. Kutoka 33, hapo ni Musa ameenda kumpeki Mungu. Ameenda kumwomba Mungu kwamba Mungu, umesema kwamba unatuchukua, watupeleka katika nchi ambayo umetuahidia. Alafu umesema kwamba tunaenda na malaika wako tu. Akaanza kukaa na Mungu. Na maandiko yanasema kwamba alikaa na Mungu siku 40. Siku 40 mchana na usiku. Musa alikuwa na kiu ya Mungu. Akaendelea kukaa na Mungu. Kuna Yoshua ameona uwepo wa Mungu umeshuka ibadani.
walipokusanyika wazee wa Israeli pamoja na Musa kumtaka Bwana kwa ajili ya taifa lao. Maandiko yanatuambia kwamba walipomaliza ibada watu wote wakaondoka. Akasema lakini Joshua alibaki mle hekaluni. Huyu jamaa alikuwa na njaa. Huyu jamaa alikuwa anamtaka Mungu kweli, sio mchezo. Wacha kufanya mambo yako kumtaka Mungu. Siku hizi ni mara chache sana watu kumaliza ibada kila mtu ashaondoka. Na hata mtu akienda kuna wale ambao moto unakuwa unawaka. Unafika nyumbani unaendelea na kuomba, unasikia uwepo wa Mungu bado umekufunika. Siku hizi vigumu sana kukuta kijana unabubujika, wanalia machozi, wanalia Mungu tembea nami baba, tembea nami. Daudi ni mtu mwingine ambaye alikuwa anakimbia Mungu. Anasema kama Ayala aoneavyo shauku mito ya maji, nafsi yangu ya kuonea shauku Bwana. Hiyo ni Zaburi ya 42 mstari wa 1. Anasema nafsi yangu ya kuonea shauku Mungu. Ni lini nitakapokuja kuonekana mbele zako? Ni lini Mungu nitakapokuja kuonekana kwenye maisha yangu? Ni lini Mungu nafsi yangu inakuonea kiu? Nafsi yangu inakuonea kiu. Ukifika Zaburi 63:1-2 pa, anasema kweli nitakutafuta asubuhi mapema. Nitaamka mapema kukutafuta wewe. Nisione nguvu zako, niuone uso wako. Au chui maandiko sasa kwamba mtakeni Bwana na nguvu zake. Amen. Ng'ang'anie Bwana, mtake Bwana na nguvu zake. Amen. Mungu anatuita kumtaka yeye. Haleluya. Mungu anatuita kumtaka yeye. Amen. Usilizike na vitu ambavyo Mungu anafanya kwenye maisha yako. Ndani ya ufalme wa Mungu kuna mambo mengi makubwa ambayo Mungu anaweza kuyafanya. Amen. Jamani, tuwe na kiu kwa ajili ya Baba. Haleluya. Uwe na kiu, sio ya kuongea, ya kutenda. Kama ni kijana kama mimi hivi, una kiu na viwango vikubwa vya uwepo wa Mungu, unatenga siku fulani unasema hii siku yote naitoa naomba. Nakaa namtaka Mungu. Unakaa pale unapiga magoti masaa kadhaa, unamwambia Mungu nisaidie. Mungu nakutaka wewe. Mungu nakutaka wewe. Usishie kumsikia Mungu ambaye ameandikwa kwenye Biblia. Huyu Mungu ambaye ameandikwa yuko hai. Baba amesema Yesu yuko hai. Yuko hai Bwana. Yesu maandishi. Yeye ni Mungu. Tena ni Mungu kamili ambaye anaishi. Amen. Ukitaka maandiko hadi ambazo zimeandikwa huko mzitimilike. Ukitaka uwepo wake uwe dhahiri katika maisha yako, lazima ujifunze kujichimbia na Baba. Kama una muda unaenda milimani huko unamtafuta Bwana. Mtafute Bwana. Kama utalala huko mtafute Bwana. Acha kujihurumia pia. Acha kujihurumia kanisa. Amen. Unajihurumia magoti, unapiga magoti dakika 5 tu, magoti. Kunyosha mikono yako umenyosha mikono dakika 2 umechoka. Kuomba kwa nyumbani peke yako unaomba mia umechoka. Mungu anatuita kwenye uwepo wake. Amen. Mungu anataka tuwe na kiu. Amen. Yesu alisema kila mwenye kiu. Yohana 7:37 anasema hata siku ile ya pili, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akapaza sauti yake akasema, kila unaye kiu na aje kwangu anywe. Kila unaye kiu aje kwa Yesu. Na kila mtu atakunywa sawasawa na kiu yake. Usisahau, mwenye kiu kubwa atakunywa maji mengi. Mwenye kiu kidogo atakunywa maji madogo. Ongeza kiu yako kwa ajili ya Baba. Ongeza kiu yako kwa ajili ya Yesu. Ongeza kiu yako kwa ajili ya matendo makubwa. Ongeza kiu kwa ajili ya Tanzania yetu. Ongeza kiu kwa ajili ya vijana. Ongeza kiu kwa ajili ya watoto. Ongeza kiu yako kwa Baba. Amen. Haleluya. Kingine ambacho Mungu anatuita katika hicho ni ibada za kweli za kumsifu na kumwabudu. Ibada ya kuabudu Mungu ni roho. Amen. Kati ya kitu ambacho roho huwa zinataka, roho yoyote, awe roho Mungu awe roho chafu, roho zote zinapenda kuabudiwa, zinapenda kusifiwa. Roho yote, na ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao unaongozwa na sauti. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao is moved by sounds. Spirits are moved by sounds. Wanaposikia watu wanawasifu, wanaposikia watu wanaabudu, roho zinashuka. Roho Mungu anashuka watu wanapomwabudu. Umesoma katika Biblia ile siku ambapo Elisha ameenda kuulizwa kwamba tunafanyeje? Wafalme watatu, hiyo ni kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 3 pale mstari wa 15. Sasa wafalme wamekusanyika. Tunapita katika ile eneo hakuna maji. Tunafanyaje? Maandiko akasema niitieni mtu ambaye anaweza kumwabudu Mungu. Niitieni mtu ambaye anaweza kumsifu Mungu vizuri. Anaweza kupiga vyombo vya muziki vizuri. Na maandiko yanasema walipomwita, mara hiyo tu mkono wa Mungu kawa juu yake. Mkono wa Mungu kawa juu yake. Anaanza kutumia. Usiogope. Bwana ataweka maji katika ile bonde lote ambalo unaliona. Hautakufa kwa kiu. Mkono wa Mungu ulishuka watu walipomwabudu Mungu katika roho na kweli. Umesoma habari za Sauli ya kwamba roho chafu ilipokuwa inadhihirika katikati yake, walikuwa wanamuita Daudi. Alipokuwa anaanza kuabudu Mungu, alipokuwa anapiga kile kinubi vizuri, maandiko yananiambia ile roho chafu ikaondoka. Amen.
Mungu anatuita kumfanyia ibada. Amen. Mungu anatuita kumwabudu. Mungu ni roho. Na waabudu wapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu anatuita kumwabudu katika roho na kweli. Umesoma habari za Paulo na Sila, Matendo ya Mitume 16 pale 25. Asema usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wanamuomba Mungu na kumwimbia Mungu nyimbo za kumsifu. Wapo gerezani wanamsifu Bwana. Anaimbisha Paulo, Sila anaitikia. Anaimbisha Sila, Paulo anaitikia. Walikuwa watu wawili. Walipomfanyia Mungu ibada ya kweli, walipomwabudu Mungu, maandiko yanaambia mkono wa Mungu kwa juu yao. Walipo Mungu kadhirika, asema walipofanya hivyo, ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi. Hata misingi ya gereza ikatikisika, milango ikafunguka, vifungo vikalegezwa. Haya. Wainuke watu watakaoweza kumwabudu Mungu. Wainuke watu watakaofungua vifungo vya giza. Watakaoweza kuitetemesha misingi ya mbele. Misingi ya magereza ikatikisika. Kwa kumwabudu tu Mungu. Kwa kumwimbia tu Mungu. Kila wakati Mungu ana wimbo moyoni mwako. Hakuna wakati ambao hakuna wimbo wa Mungu ambao unatembea. Ni kwamba tu hujazoea kuweka akili yako kumwabudu Mungu. Na ulimwengu ambao tunao umechafuka, road is polluted, mazingira yako polluted. Unapanda gari unaoneka manyimbo ya kipepo. Unapanda bajaji siku hizi unakuta manyimbo ya kipepo. Yaani shetani amepollute kila eneo. Hasa ujifunze kuwa na utulivu kwenye sikio lako la ndani. Kusikia Mungu anasema nini na kuanza kumwabudu Mungu. Unapokuwa katika hali yoyote, anza kumwimbia Mungu. Kuna wakati ambapo unakuwa hata kuomba uwezi. Umekutana na changamoto ile hujui unatokaje. Alafu Mungu anakukumbusha kwamba yeye ni Mungu, hakuna asiloliweza. Usiona hakuna usiloweza. Kafu unashangaa kuna upendo wa Mungu. Mtu kinanda. Mjushie kinanda tunamaliza. Mungu ana wimbo kila wakati. Wakati mwingine kuna magonjwa ambayo yanakuja kwa sababu tu hujajifunza kumchangamkia Mungu. Hujajifunza kumsifu Mungu. Maandiko yanasema moyo uliochangamka ni dawa njema. Amen. Kuna vitu ambavyo ukiwa unamsifu Mungu, watikisa mguu hivi. Kuna vitu ambavyo vinaachia Bwana. Amen. Kuna vitu ambavyo vinaachia. Kuna mafuta ya Roho Mtakatifu yanakuwa tembea kwenye mifupa. Amen. Useme kwamba mimi nimechoka. Kutoka kipenda tu kama Mungu tukapigia miaka mikaa. Kama mzee wa miaka 90. Mafuta ya Roho Mtakatifu yanakuwa yanatembea mwilini mwetu. Na utakiwa unang'ang'ania sana hapo. Ukikutana na wenzako ambao wanaabudu Mungu, wanamsifu Mungu, unganika na hilo wingu. Usiache wingu liondoke. Usiache wingu walisikie wengine tu. Usiache wenzako waone wanagalagala kwa Mungu, alafu wewe unatoa tu macho. Usiache kuona wenzako wapiga magoti, wewe unaangalia shangaa uelewe. Ng'ang'ana na wewe na hilo wingu. Ingia katika hilo wingu. Piga na magoti. Wabudu naye Baba. Wenzako wanasema Mungu ni mweza, na wewe sema Mungu ni mweza. Hata kama mambo hayaendi sawa, sema tu Mungu ni mweza. Wanaposema Mungu ni mponyaji, sema tu na Mungu wangu ni mponyaji. Wanaposema Bwana ameshinda, sema tu na Bwana ameshinda. Na hizo tukiwa kanisani, hata ukiwa nyumbani, jifunze kumwabudu Baba. Jifunze. Gawa chini pale. Alika uwepo wa Mungu. Amen. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume na shangaa kwamba kina Paulo enga chifu zao zilikuwa zinaponya. Kwamba Paulo hawezi kwenda Dar es Salaam yuko Mbeya, anaagiza enga chifu hii inaenda kwenye gari ambayo inaenda Dar es Salaam. Wasema wakaenda wagonjwa enga chifu. Enga chifu inaponya wagonjwa. Enga chifu inaponya wagonjwa. Hao watu waliweza kukamata uwepo wa Mungu. Waliweza kukamata uwepo wa Mungu. Wakina Petro wasema vivuli vyao vilikuwa vinaponya. Kanisa, kuna kipindi cha ishara na maajabu ambacho kinakuja. Amen. Watumishi wa Mungu, kuna mambo makubwa ambayo yatakuwa yanafanyika hapa. Amen. Shuhuda nyingi ambazo zitakuwa zinafanyika hapa. Amen. Lazima tukamate uwepo wa Baba. Amen. Ng'ang'ania wingu. Wingu likiachiliwa, ng'ang'ania. Amen. Ng'ang'ania. Kuna mtu alikaa kwenye kile kisima cha Bethesda, amekaa miaka 38. Akitaka kwenda, anasema kuna mwingine alikuwa anang'ang'ania kabla. Amekaa pale miaka 38. Alishindwa kung'ang'ania. Mimi ningekuwa yeye ningekuwa na pale kwa kisima. Na kama pale kwa kisima, hadi maji yakipuka tunamia ndugu yetu hapa. Kwa nini unakaa mbali? Kuna watu ambao wakati wa kuabudu wanakuwa mbali. Wakati wa kuabudu wanakuwa na waza mambo mengine. Wakati wa kumsifu Mungu
wanakuwa wanaanza mambo mengine. Unganika na wingu ambalo limetibuliwa. Unganika na wingu ambalo baba limeachilia. Unganika na wingu hilo. Kuna muujiza ambao utatokea. Kuna uponyaji ambao utatokea. Kuna kufunguliwa ambao utatokea. Kuna kitu ambacho Mungu anakifanya. Mungu anapita kanisa la Tanzania kufanyia ibada za kweli. Wakati mwingine wali kuimba, wengine wenzangu wale kila mwenye pumzi asifu Bwana. Usiogope. Nenda nayo hiyo sauti yako. Nenda nayo hiyo. Wengine wanaimba hivi, wewe imba hivi. Wenzako wanaimba kwa Kiingereza uelewi, imba kwa Kisukuma, imba kwa Kinyakyusa, imba kwa Kipare, imba kwa Kichaga. Unganika na hiyo wingu la Baba. Jifunze kuunganika na wingu. Nasema jifunze kuunganika na wingu la Baba. Maji yakishatibuliwa, wanaoingia kwenye maji ndio wanapokea muujiza. Wanaoingia kwenye maji ndio wanapokea. Wanaoingia kwenye maji ndio wanatoka na historia. Hela masika hivi na Elana Costa Paradise. Sinena katala bazushi. Costa Paradise. Maandiko yananiambia kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwamba wale waasafu walianza kumsifu Mungu. Ghafla utukufu ukashuka. Wale makuhani wakaogopa. Wakasema sio kuingia. Wingu la Mungu lilikuwa limeshuka. Maandiko yananiambia hata kazi zao za upwani wakaacha hiyo siku. Mchungaji atakiwa kuhubiri, lakini kwa sababu wingu limeshuka, watu wamejiconnect na wingu la Baba. Naomba vijana tujiconnect na wingu la Baba. Watoto wajifunze kujiconnect na wingu la Baba. Watoto wajifunze kujiconnect na wingu la Baba. Wingu linapoachiliwa, maji yanapotibuliwa, usishangae. Usishangae. Ingia na wewe Mungu. Ingia na Mungu. Unaweza kuendelea kwa lugha koroni. Wewe anza mwilini tu hivyo. Anza na hivyo hivyo. Utashangaa kafu. Unashangaa kafu. Kuna mahali Baba anakupeleka. Kuna mahali Roho Baba anakupeleka. Kuna mahali ambapo Roho Baba anakupeleka. Unaanza kusikia Mungu anatembea ndani yako. Unaanza kusikia Roho Baba anasema. Hata ukiwa nyumbani unganisha mimi. Hata mwingine lugha ambazo tunazinena zinakuwa hazina nguvu. Sababu mawazo yake yanawaza Mungu. Unapokuwa unaenda kwa lugha, jifunze kumwabudu. Wewe unatembea kichwani. Washangaa na wanaanza kunena kwa neno. Amen. Na masile na haleluya. Na masile. Haleluya. Usiele mano saele. Aya masile mahale. Kitu kingine ambacho Mungu anatuita ni kwenye maisha maombi yasiyokoma. Yesu aliomba, tunamalizia. Asema yeye katika siku za mwili wake, Waebrania 5:7. Siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Akamtolea maombi na dua na sala. Asema nakulia sala kwa machozi. Afasema akasikilizwa kwa vile alivyokocha. Waebrania 5:7. Sehemu mbili katika Biblia zinaonyesha Yesu alilia. Alipokuwa katika ule msiba wa Lazaro, sasa na Yohana 11:35 Jesus wept. Yesu akalia machozi. Sehemu nyingine ambayo Yesu alilia ni pale alipokuwa msalabani. Ndipo ambapo alilia. Lakini Paulo kwa ufunuo anasema Yesu hakuwa kawaida. Unaona kwamba Yesu akiomba chochote Mungu anamsikiliza. Unaona kwamba asema Baba mikate iongezeke. Mikate inaongezeka. Wanaletwa wagonjwa pale, anawekea mikono na pata afya. Wanaletwa watu mabubu, anakemea mapepo yanachomoka. Wanaletwa watu vipofu, anawashika kwenye macho wanapona. Asa Mungu alimsikiliza kila ombi ambalo Yesu aliomba. Isipokuwa ombi moja tu la kukataa kwenda msalabani. Lakini maombi yote Baba alimsikiliza. Anasema hivi kwamba alimtolea yeye awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua na sala na kulia sana kwa machozi. Roho kwenye maombi hapa jana Baba aliongea kitu kimoja cha msingi sana. Sasa mafuta ya Roho Mtakatifu yamepunguka. Yoeli sura ya kwanza pale. Mafuta ya Roho Baba yamepunguka kwa sababu machozi hakuna. Vilio hakuna. Hakuna watu ambao wanataka Baba. Unapoona watumishi wa Mungu watembea katika nguvu, unaweza usimwone madhabahuni analia, lakini huko nyuma utakuta usiku ni mtu wa machozi. Utakuta kuna miaka ambayo alikuwa ni mtu wa machozi. Baba, wagonjwa wanakuja, utawaponyaje? Waponye wewe Baba. Watu wanakuja kunisikiliza. Mungu. Walitolea Mungu machozi. Na anasema Yesu Kristo alipoomba, Mungu alidhihirisha. Akasikilizwa kwa vile alivyokuwa mcha Mungu.
Hausikilizi tu kwa sababu unakuja ibadani. Ile ni kwa sababu una historia ya kukaa na Mungu siri. Mungu anakusikiza, sema naye keti mahali pasipo Mwenyezi. Na hiyo Zaburi ya 91. Ukifika 14 na 10 atasema ataniita nami nitamuitikia. Unataka madirisho ya Baba. Magoti hayakopei. Haleluya. Magoti hayakopei. Machozi hayakopei. Yesu aliomba. Mitume na manabii waliomba. Manabii wa kale waliomba. Wanafunzi wa Yesu walifunga sana na waliomba sana. Na walisikilizwa kwa sababu walijifunza kutembea na Mungu. Musa ni kati ya watu ambao walikuwa wanaomba sana. Anamaliza siku 40 za mfungo, anarudi tena zingine. Mungu asema, nimewasamehe Bwana, basi nimewasamehe. Sieni kuangamiza yote taifa. Usije kabaki peke yako. Hapo chuma cha Mungu kimekaa siku 40. Kiko kinaomba tu hapo Mungu asamehe. Mungu anasamehe hapo. Asema hivi, uwepo wangu nimewasamehe, lakini uwepo wangu wewe ndiye. Asa Baba, siku zingine 40. Watajuaje kwamba ni wewe uliyetutoa katika nchi ya Misri? Kwa mkono gani na wenye nguvu? Mungu anasema yatanioja mbele zako. Nipeni mwenye zenu zenye nguvu. Peleka hoja zako mbele za Baba. Unataka madirisho uwepo wa Mungu. Wapi unamtaka Baba? Wapi unamtaka Mungu? Wapi unamtaka Roho Baba? Mungu anaweza kudhihirika popote ambapo unamtaka. Amen. Anakaa siku 40, anamtaka tena Mungu. Mungu, uwepo wako uende nasi. Uwepo wako Mungu wepo. Mungu anasamehe. Anasamehe kwamba uwepo wako unaenda pamoja na. Asema anashuka kumwangamiza Haruni ndugu yako. Anarudi tena Mungu. Tunaye Mungu ambaye anasikia. Sasa Mungu wetu si kisiwi hata siwezi kusikia. Na mkono wake si mfupi hata siwezi kuokoa. Amen. Mungu wetu anasikia. Kisoma habari za Musa vizuri kutoka 34:28 pale. Asema jamaa aliomba mpaka uso wake ukabadilika. Yaani watu wanaomba kwa nani sura zawadi asipi. Mwangalie jirani yako, mwangalie. Kwa sura imekauka, yaani jana sura imekauka au mbi. Kuna namna sura za umaji waga zinakuwa. Kuna namna Mungu waga anaachilia nuru yake. Kuna nuru ya Mungu. Sasa Musa aliposhuka kule mbele, akijua kwamba ngozi yake inang'aa. Huyu alikuwa ni mtu wa namna gani? Huyu alikuwa ni mtu wa namna gani? Mungu wangu. Wainuke watu watakaompenda Baba. Watakaokaa naye kwenye chumba cha maombi. Wainuke vijana watakaompenda Baba. Watakaokaa naye kwenye chumba cha maombi. Mungu yuko tayari kufanya mambo makubwa kwa ajili yetu. Lakini sio kwa wingi wa maneno, ni kwa wingi wa magoti yetu ambao tutaachilia mbele za Baba. Wainuke watu watakaomtaka Baba. Watu ambao wataambia Mungu enda nasi. Mungu enda nasi. Watakaomlilia Baba kwamba uwepo wake uende nao. Mungu si dhalimu. Asema na Mungu, je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, na waambia atawapatia haki pesi. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni hakimu wa haki. Atamlipa kila mmoja. Kwa Israeli, Mungu ni mtunzaji. Anamlipa kila mmoja. Magoti yako Mungu anayaona. Kile ambacho unafanya kwa ajili ya watoto Mungu anakiona. Kile ambacho unafanya kwa ajili ya kanisa Mungu anakiona. Kile ambacho unafanya kwa ajili ya nchi Mungu anakiona. Kile ambacho unafanya kwa ajili ya mume wako Mungu anakiona. Kuna mama watatu ambao wamezao wamekimbia. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Mkono wa Mungu pamoja na wewe mwanaume kwa alipo katika jina la Yesu. Amen. Kanisa tunaitwa kumtaka Bwana. Tunaitwa kwenye kiu ya Mungu. Tufunikwe na pendo lake. Pendo Mungu anasema anashinda. Mimi nataka nimsikie Mungu akisema. Mwili wangu ni kama roho. Leo nimejitambia basi. Kama roho. Lazima ungangane na roho Baba. Lazima ungangane Mungu. Lazima ungangane Mungu. Waliotembea naye wote wamengangania Baba. Wote ambao wametembea na Mungu waliungangania. Nimesoma kuhusu Yakobo, aling'ang'ana na Bwana. Aling'ang'ana, malaika akasema niache Bwana. Asa spot malaika hapo. Ona wasa. Selima kabusha wa mwanadamu. Selima katima. Eketimani, baruna wasa ile benegereshi. Because paramandira kusali. Mungu anatubu tayari kutembea. Wewe, Mungu anatubu ni hatari. Upepo hawezi kumzuia. Upepo hawezi kumzuia asiriliki. Hallelujah. Sauti na mbele tume anaenda. Kuna uwezesho ambao unakuwa ndani yetu. Lakini it takes time. Itanimdoka kumwona naye Baba. Hallelujah. Kinagana naye kwa siku tena kujidirisha. Wafanye kama za Mungu tena kazi ndani yako. Kama za Baba tena kazi. Ngana naye hapo hapo. Usiache.
to be silent. Not called to be silent. Hallelujah. Oh, Rabba. Elakusa paras. Sendikatila mas. Regele betipara. Sendina katela mes. Sendikatabila dusa. Ekotela man. Visima vitumuliwe. Visima vya Roho Baba vitumuliwe. Tunatangaza visima. Kwa ajili ya familia yako tunatangaza visima. Asipopata mmoja ambaye atakuwa mtu wa kawaida. Tunatangaza visima. Visima vya Roho Baba. Uwepo wake ukibuke maishani wetu. Uwepo wake ukibuke ndani yetu. Watu wanapotutazama waone Mungu. Watu wanapotuangalia wao waangalie Mungu. Wanapokutana na sisi wamekutana na Roho Baba. Visima vikibuke. Baba, tunaomba maji. Yesu mwana wa Mungu. Tunaomba maji hayo uzima. Tunaomba maji ya Roho wako unatuita uponi mwako Jehova. Unatuita uponi mwako Adonai. Mungu wa zamani zote. Unalita kanisa la Tanzania uponi mwako. Unalita kanisa la Mbeya uponi mwako. Mungu tunakuja. Tunakuja kama tulivyo. Tunakuja kama tulivyo. Tunakuja Adonai. Hey! Mungu anabadilisha mambo.
kulia, maumivu ya mara kwa mara yasiyokoma kwenye huo mfupa, na huo baba anatembea sasa. Roho Mtakatifu anatembea. Petro zata parande, sini katosha, ikatana na sini kataba baba. Revasta parada, let's go the rise. Acha baba ilu. Acha baba ilu. Ranamas. Kuna mtu ambaye joint yako moja iende vizuri. Joint yako na shida, stiffness kwenye joint. Ila kuomba kwa kazi
unasema au tunasema nijaze leo. Nijaze na kiu yako. Wote tutachukua hatua ya kuja mbele. Nijaze na kiu yako.